Leo siku ya tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2026, maombi namba 28 9922 ya mwaka 2026 kati ya Tundu Antipas Lissu na wajibu maombi ambao wako watano, wakiwepo bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, katibu mkuu pamoja na Saidi Isa Mohamed na Ahmed Rashid Hamis na Maulida Anna Com, ambapo ni maombi yaliyofunguliwa na mwenyekiti wa chama kuomba kujumuika au kujumuishwa katika kesi ya msingi maarufu kama kesi ambayo inaitwa mali za chama. Katika maombi haya yalisikizwa tarehe iliyopita na wenzetu, kwa maana mjibu maombi namba 1 na mjibu maombi namba 2 ambaye ni Saidi Isa Mohamed, Ahmed Rashid Hamis na Maulida Anna Com walileta mapingamizi matatu, na tulipoanza kusikiliza wakatoa pingamizi moja, yakabaki mawili. Pingamizi la kwanza ni kwamba wanasema mwenyekiti hana miguu ya kusimamia, kwa maana locus stand ya kuomba kujumuishwa katika kesi ya msingi. Na pingamizi lao la pili walisema kwamba hati ya kiapo ina kasoro za kisheria kwa sababu mwenyekiti hajaonyesha chanzo cha taarifa za kila ambacho ameweza kukiandika kwenye hati ya kiapo. Na tulisikilizwa. Baada ya kusikilizwa, leo uamuzi umetoka, ni kwamba mapingamizi yote mawili yametupiliwa mbali na kesi au maombi hayo yamepangwa tarehe 6 saa 3 asubuhi siku ya Ijumaa kwa ajili ya kusikilizwa, na mahakama itatoa uamuzi aidha ajumuishwe kwenye kesi ya msingi au asijumuishwe. Hicho ndicho leo hapa mahakamani. Na nizungumzie kidogo vile vile swala la ambalo limetokeza wiki iliyopita kwa RPC wa mkoa wa Mara kuwazuia BAWACHA kufanya au kusherehekea siku ya wanawake duniani. Itakumbuka kwamba mwaka jana mwezi wa 6 tarehe 10 Mahakama Kuu ilitoa amri mbili. Amri ya kwanza ilikuwa ni kumzuia katibu mkuu kufanya shughuli za kisiasa pamoja na bodi ya wadhamini, lakini amri ya pili ilikuwa ni kuzuia bodi ya wadhamini pamoja na katibu mkuu kuweza kutumia mali za chama, aidha kama kuna wakala wake mfanyakazi yote kutumia mali za chama. Sasa tukatoa ufafanuzi kwamba waliozuiwa ni watu wawili, na tumekuwa tukitoa ufafanuzi kila kukicha kwamba waliozuiwa kufanya shughuli za kisiasa ni bodi ya wadhamini pamoja na katibu mkuu. Sasa itakumbuka vile vile kwamba hii ni kesi ya madai. Ni kesi ya nini? Ya madai. Yaani wadai, kwa maana wadawa Saidi Isa Mohamed, Ahmed Rashid Hamisi pamoja na Maulida Anna Com wana madai yao dhidi ya watu wawili ambao ni bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na katibu mkuu. Sasa kukitokea jambo lolote la ukiukwaji wa hiyo amri, tafsiri yake ni kwamba hao wanaohusika kwenye kesi hiyo, kwa maana ya Maulida Anna Com, Saidi Isa Mohamed, wanatakiwa kuja mahakamani kufungua maombi kwamba kuna jambo limetokea la wajibu maombi kuweza kudharau amri ya mahakama, lakini sio polisi kwenda kuzuia, kwa sababu ni jambo ambalo linahusu wadaawa kwenye nini, kwenye shauri hili. Sasa kitendo kilichofanywa na RPC mkoa wa Mara si kitendo ambacho kinaakisi utawala wa kisheria, na ikumbuke kwamba amri kama hizi zinawahusu watu wenyewe waliopo kwenye kesi, halimuhusu mtu mwingine yoyote. Sasa tukalazimika kutoa ufafanuzi kwamba kikao hicho au mkutano huo wa BAWACHA ni halali kwa mujibu wa sheria, kwa sababu polisi hawana mamlaka ya kuingilia kesi za madai. Na hata kama kukawa kuna ukiukaji wa amri ya mahakama, ambao sisi kama afisa mahakama hatutegemei wateja wetu wakiuke amri ya mahakama. Tunajua wako sahihi na wanaheshimu utawala wa sheria. Kama kukawa na jambo hilo la ukiukaji wa amri ya mahakama, hatua stahiki ni kuwashtaki kama walivyofanya mara ya kwanza. Makamu mwenyekiti alishtakiwa hapa mahakamani, alishtakiwa katibu mkuu hapa mahakamani, alishtakiwa alienda hapa mahakamani, Gervas Lienda alishtakiwa Blenda hapa mahakamani, na kesi kaisha, na ndio utaratibu wa kisheria. Lakini sio polisi kwenda kuwasaidia watu watatu nyuma, jambo ambalo si sahihi kabisa kisheria. Kwa hiyo ieleweke hivyo, na ndio maana tumekuwa tukizungumza mara nyingi kwamba kuna mambo ambayo kila taasisi inatakiwa kufanya kazi kwa mujibu wa sheria. Nafikiri nimeeleweka kwenye hilo.
Habari ya asubuhi. Naitwa Shabani Marijani, ni wakili wa Said Issa Mohamed na wenzake kwenye hili shauri la Said Issa Mohamed dhidi ya chama cha Chadema, naibu katibu mkuu na bodi ya wadhamini. Leo tulikuja kwenye maamuzi ya pingamizi ya awali kwenye shauri lilofunguliwa au maombi yaliyofunguliwa na ndugu Tundu Antipas Lissu wakiomba kuungwa kama mdaawa kwenye ile shauri au kesi ya msingi. Tuleta mapingamizi matatu lakini tukaagi mapingamizi mawili. Ni maamuzi ya mahakama leo kwamba mapingamizi mawili tuliyoleta. Pingamizi la kwanza lilikuwa linahusu locus standi au haki ya kuleta shauri, na la pili lilikuwa linahusu Kiswahili sijui tunahitaji verification clause. Ilikuwa ina itirafu, lakini ni maamuzi ya mahakama leo kwamba mapingamizi tuliyoleta yanahitaji ushahidi ili kuyatolewa uamuzi, na hivyo si sahihi kutolewa uamuzi kama pingamizi la awali, bali ni vema yakasikilizwa shauri lote na likatolewa uamuzi. Kwa hiyo huo ndo uamuzi wa mahakama, na at least leo upande wa pili hawatalalamika kwamba mahakama haifanye haki. Sisi tumeridhika, ni mtazamo wa mahakama na hoja zilizotolewa tumeona kwa upande wa mahakama zina mashiko na ni amri ya mahakama ambayo inafaa kuheshimiwa. Sisi hatuna shida. Asante.